kidogo, ulikuwa ni mchezo aina gani kwako na ni kiasi gani? Mchezo ulikuwa mzuri na kama jinsi ambavyo umesema, Tabora ni timu nzuri, iko na matokeo mazuri sana hivi karibuni. Kujaribu kuangalia ni mechi chache sana ambazo imefungwa. Kwa inaweza kushinda away na shinda nyumbani. So nipongeze vijana kazi ambayo wamefanya, haikuwa rahisi. Nimependa namna ambavyo timu imekuwa ikitengeneza mashambulizi. Moja kati ya timu inayofanya mashambulizi yake kwa uzuri kuanzia nyuma ni JKT Tanzania. Lakini leo mmefunga magoli mawili, nadhani mlistahili bora zaidi ama magoli mengi zaidi hapo. Tutegemee nini kwenye mechi zinazokuja? I think ni kazi ambayo mwalimu niko nayo kuhakikisha tunakuwa bora kwenye maeneo yote. Mwalimu, mnashinda lakini bado JKT hamna wastani mzuri wa kujibu mnapokuwa mnacheza. Sidhani kama umefuatilia nani nzuri zaidi. I think baada ya timu kama 3 au 4 ambazo zimeruhusu magoli machache tunafuata sisi kwa 4. Kwa hiyo kama tuko vizuri naamini labda tungekuwa tunadaiwa mpaka sasa labda goli 20 au 10, lakini bado tuko tuna kazi nzuri na tunaendelea na muendelezo huo tupunguze zaidi kutokuruhusu magoli. Kuna namna umebadilisha majukumu ya Edward Songo kiwanjani kwa sababu ameonekana akifika sana kwenye maeneo ya mwisho? Hapana, ni mechi approach, game plan inamtaka jinsi gani ambavyo anaweza kufanya kwenye ile nafasi. Sijembadilisha kwa maana labda acheze sasa striker anacheza kitu kingine tofauti, hapana. Yuko kwenye nafasi yake. I think ni majukumu yanabadilika kulingana na mpira ambapo unakuwepo. Wakati tuna build up kuna nafasi gani ambazo yeye anaweza kaenda akacreate then tukafanya kuexploit zile nafasi alizozicreate yeye. Kwa ni majukumu na plan ya timu ambavyo inamtaka afanye. Mwalimu, mmepata alama 3 muhimu kwenye mechi 4 mfululizo mkicheza mchezo, mmekuwa na maendelezo mzuri. Bila shaka lengo la kwanza lilikuwa ni kubaki ligi kuu. Tuseme kwamba JKT anaweza kuwa na malengo ya ziada kwa maana mara baada ya kuzipata hizo alama anaweza kuwa na malengo ya kuhitaji kucheza mchezo wa kimataifa. Tuseme sisi bado hatujakaa kwenye malengo yetu sana. Japokuwa tuko kwenye ile nafasi sisi kwetu hatubweteki. Yaani kwamba labda tumekuwa nafasi ya 6 tukahisi kwamba tayari tuko salama. Bado ukijaribu kuangalia ligi ilivyo iko ni tough sana. Kama utasinzia basi mtu mwingine anaweza akachukua ile nafasi. Ikija nafasi ya kutafuta nafasi ya kwenda kimataifa itakuja tu automatic. Lakini kwa sasa tuna focus hasa kubaki salama kwenye ligi.